Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za khairi mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kumshukuru tena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ambaye ametufikisha ndani ya siku ya leo tukiwa tuko hai, tukiwa na afya kamili, tukielewa ya kwamba katika muda huu ambao tumeishi mimi na wewe ni maelfu kwa maelfu ambao wako mahospitalini au majumbani mwao wakiwa hawajielewi kutokana na hali zao za ugonjwa. Lakini wengine pia katika muda huu ambao tuko nao tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala amekushawahitajia. Kwa hiyo mimi na wewe ni juu yetu, ni wajibu kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukielewa ya kwamba huu uhai tulioachiwa mimi na wewe ni katika neema miongoni mwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya kwamba tutakaposhukuria juu ya neema zake, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuzidishia, zitakuwa na baraka juu ya neema hizo. Na pindi tutakapokufuria juu ya neema zake, basi tuelewe ya kwamba adhabu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa, ni yenye kuumiza. Ndugu zangu katika iman, leo nizungumzie kidogo katika ukumbusho juu ya suala zima la tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislam. Tunaona ya kwamba kuna mporomoko uliokuwa mkubwa katika malezi kwa upande wa vijana wetu, na tukiwa sisi wazazi daima tunasema ya kwamba watoto wetu tabia zao sio mzuri, tabia zao ni mbaya, maadili yameporomoka. Hatujui chachu au chanzo kikuu ambacho kinapelekea kuporomoka kwa maadili ni kitu gani kwa upande wa watoto wetu. Ndugu zangu katika imani, mimi nikwambia ya kwamba sababu miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea kuporomoka kwa maadili na kukosekana tarbia iliyokuwa njema kwa watoto wetu. Ndugu zangu katika imani, turudi katika maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumuangalie bwana mmoja huyu ambaye lam yakun nabiyan wa lam yakun sahabiyan. Huyu hakuwa ni mtume wala hakuwa ni sahaba, lakini alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa watukufu, miongoni mwa watu waliokuwa wema. Ni nani huyo? Luqman al-Hakim. Ndugu zangu katika imani, tukitaka kujua na kuchukua nubdha iliyokuwa njema, asalibi zilizokuwa njema, na kuweza kufanikiwa katika malezi ya watoto wetu, basi turudi kwa huyu bwana Luqman al-Hakim ambaye leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemzungumza katika Qur'an, sura iliyokuwa mzima, kutokana na hikma aliyokuwa nayo na maarifa aliyokuwa nayo na busara aliyokuwa nayo. Tuangalie namna gani anapeleka malezi na uslubu gani ambao anautumia kwa watoto wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba Luqmani anampa nasaha mtoto wake, ikiwa ni moja katika njia za kuwalea watoto wetu,
njia zilizokuwa ni sahihi za kuwapa malezi na tarbia iliyokuwa njema kwa watoto wetu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Mwangalia Luqman al-Hakim jinsi anavyotoa malezi kwa mtoto wake, jinsi anavyotoa malezi kwa vijana wake, jinsi anavyouelekeza umma katika kuwalea watoto wetu wa Kiislamu ili waweze kuja kupeleka gurudumu mbele la Uislamu. Tumwangalie Luqman anavyomwambia mtoto wake, jambo ambalo ni geni kwetu sisi Waislamu wa zama tulizonazo, na ndio maana ikawa ni sababu ya kuharibikiwa kwa malezi ya watoto wetu. Ndugu zangu katika imani, Luqman al-Hakim anamwambia la tushrik billah, anamwambia kijana wake ya kwamba usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na jambo jingine lolote lile isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia lisani Luqman al-Hakim anatoa nasaha Luqman kumwambia kijana wake, anatoa mawaidha yaliyokuwa ni baligha, mawaidha yenye hikma, mawaidha yenye kufikia katika nyoyo za Waislamu, kuwafundisha malezi ya watoto. Anamwambia ya kwamba usimshirikishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kitu chochote kile, jambo ambalo ni geni katika mujtamaati tulionazo, jambo ambalo linakosekana katika jamii zetu tulizonazo. Ukijiuliza ni nani, ni mzazi gani leo ambaye anathubutu au ameweza kukaa kumpa maelekezo mtoto wake walau yauman, hata ikiwa ni siku moja, kumwambia ya kwamba ewe mtoto wangu, kwa urafiki na kwa upole, mtoto wangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hili ni jambo zito na ni jambo lililokuwa gani katika jamii zetu. Kwa nini ifikie hivyo? Na sisi tukiwa na sifat al-muslim, sifa za Uislamu, tukiwa na sifa za Uislamu, kwa nini haya mambo ambayo walikuwa wanafanya watu wema, walikuwa wanafanya masahaba, walikuwa wanafanya mitume alayhi salatu wasalam, ikawa ni mageni kwetu sisi? Ndugu zangu katika imani, lazima tunapolea watoto wetu ili wapate malezi yaliyokuwa bora, lazima tuwe tunatumia asalib zilizokuwa mzuri, njia zilizokuwa mzuri za kuwalea watoto wetu, ambayo itakuwa ni kioo kwa umma, ambayo itakuwa ni kigezo chema kwa umma kupitia sisi wazazi. Lazima sisi wazazi kwanza tujitengeneze, tuko tayari, tumeleleka, sisi tumefunzika, halafu tuwasimamie watoto wetu pia na wao waweze kupata malezi bora ambayo tuko nayo sisi wazazi wao. Ndugu zangu katika imani, katika miongoni mwa nasaha ambazo Luqman anaendeleza kumpa mtoto wake, anamwambia ya bunay, hebu angalia Luqman al-Hakim anavyomuita kwa urafiki na kwa upole na kwa mapenzi kabisa, anavyomlingania mtoto wake, ya bunayya, ewe mtoto wangu, aqimis salah, hebu simamisha swala, simamisha swala, fuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kusimamisha swala ni nguzo, ndugu katika imani, ni katika kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mambo ambayo yametoweka katika jamii zetu, mambo ambayo yametoweka katika majumba yetu, lazima baraka, ndugu zangu katika imani, ziondoke katika majumba yetu. Lazima malezi yatoweke katika jamii zetu. Lazima watoto wawe sasa ni viongozi kwa wazazi, na sio wazazi kuwa ni viongozi kwa watoto wao. Sisi wazazi tumekuwa ni waongozwa, tunaongozwa na watoto wetu kutokana na hali tulivyoitengeneza sisi wenyewe. Hatuna wakati, hatuna muda wa kuweza kukaa na watoto wetu tukawapa nasaha angalau siku moja, tukawaeleza namna ya tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu Luqman alipomwambia mtoto wake la tushrik billah, ni tauhidi, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumfunza namna gani aishi katika maisha ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tushikamanane Waislamu katika kuliendesha gurudumu letu la Kiislamu, la dini yetu ya Kiislamu, na halitoenda mbele gurudumu letu la Kiislamu ikiwa tutatosheka sisi tu wazazi
tukasema sisi basi alhamdulillah tunaswali, sisi basi hatumshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watoto wetu katika majumba kuswali hawajui maana ya swala ni kitu gani, wao hapo wanaishi tu. Lazima tujikiti Islam wazazi, ili kutengeneza jili iliyokuwa mzuri, ili kutengeneza kizazi kilichokuwa bora. Lazima tushikamane Islam, tushikamane wazazi na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tushikamane na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwaeke kitako kupitia mbinu, kwa kutumia mbinu za kama huyu Luqman al-Hakim alizozitumia, na wasia aliyotumia, na sighatul baligha aliyoitumia, kuwafikishia watoto wake na kuwafikishia umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, tujikubalisheni katika kukaa na watoto wetu walau siku moja. Mzazi usiwache shughuli za kidunia zote, yani muda wote usitumie katika ishtighali za kidunia, ukaisahau akhira, ukasahau kutengeneza akhira yako. Ukimtengeneza mtoto wako vizuri katika malezi yaliyokuwa mazuri, wallahi umejitengenezea akhira yako kuwa ni bora. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema miongoni mwa sadaqatul jariya ambazo zitabakia kuwa ni nafia kwako wewe mpaka ukaondoka katika ulimwengu huu ni kuacha mtoto aliyekuwa mwema. Mtoto mwema utamwachaje? Utamuacha mtoto mwema kwa kumpa malezi yaliyokuwa bora, malezi ya Kiislam, malezi yenye heshima, malezi ya kufuata silbasi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la khairi, atuongozee vijana wetu, awaongoze katika khairi, awasimamishe katika njia iliyonyooka, na sisi wazazi inshallah atupe nia safi na atupe imani iliyokuwa safi na thabiti, tuweze kushikamana na watoto wetu, tuwape malezi yaliyokuwa bora, malezi ambayo yataweza kuwasaidia wao na watoto wao na vizazi vyao pamoja na umma wa Kiislamu kwa pamoja. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la khairi, atusamehe madhambi yetu na asamehe wazazi wetu washotangulia mbele ya haki, na atuongozee vizazi vyetu. Wa ila huna natawakaf. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.